Hadithi inaanza katikati ya usiku. Tunakutana na mzee mmoja akiwa anatoroka pamoja na kijana wake, lakini pia mke wake naye akiwa na binti yake, nao umepita katika njia zao kutoroka ndani ya hili eneo akiwa pamoja na anko wake. Sauti inasikika ya mtu akisema ya kwamba huyu jamaa anaitwa Narapa na kijana wake aliye naye anaitwa Sinapa. Siku chache zilizopita tunaonyesha watu hao wakiwa wanaishi kwenye familia moja yenye upendo sana. Mchizi alikuwa na watoto watatu, wawili ni wa kiume, mmoja ni wa kike. Mmoja wa kiume alikuwa ni mkubwa, anatambulika kwa jina la Munikana. Mke wake na mchizi alikuwa anaitwa Sundarama, lakini pia alikuwa anaishi pamoja na kaka wa mke wake ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Basavia. Pembezoni mwa hiki kijiji kulikuwa kunapatikana kijiji kimoja ambapo hapa kulikuwa kuna mdosi mmoja ambaye alikuwa na pesa za kutosha. Mzee huyu alikuwa anaitwa Panduswami. Huyu jamaa bwana alikuwa anahitaji kuanzisha kiwanda cha simenti. Hili ni wazo ambalo alikuwa anashirikiana vyema pamoja na kijana wake mmoja alikuwa anatambulika kwa jina la Doraswam. Hasa watu hao ili waweze kukamilisha hili jambo lao walikuwa wanahitaji ardhi ya eka 3 ambazo zilikuwa zinamilikiwa na mtaalamu wetu Narapa. Japokuwa ni mtu ambaye alikuwa anaishi ndani ya kijiji cha jirani, watu hao walikuwa wanahitaji hizi hekali ili jambo liweze kufana. Narapa alikuwa hahitaji kuuza hizi hekali kwa huyu mdosi, kwani naye pamoja na familia walikuwa wanategemea sana kilimo ili waweze kutoboa. Narapa alikuwa anampenda sana kijana wake Munikani wa kiume ambaye alikuwa ni mkubwa, lakini pia kwa huyu kijana wake mdogo ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Sinapa, yeye alikuwa anamchukulia poa sana huyu mtoto. Kuna muda mwingine alikuwa anamtembezea vibao, kitu ambacho kikampelekea Sinapa kuto kumkubali kabisa baba yake. Leo Ranga babu, kijana ambaye alikuwa ni mdogo kutoka kwenye familia ya Panduswami, anamtembezea kichapo mke wa Narapa. Mkisa tu mwanamama akaenda kumuuliza kijana, mbona unatumia kisima chetu tena unatumia mashine kumwagilia kwenye mashamba yenu? Je, sisi tutatumia maji gani kuweza kumwagilia mashamba yetu? Lakini Munikan baada ya kufika hapa bwana akafanikiwa kumsaidia mama yake na kutembeza kichapo cha kutosha kwa huyu kijana. Panduswami akakasirika sana, akamchukulia hatua nzito kijana huyu wa Narapa na kwenda kumshitaki. Kwa kuwa baba alikuwa na pesa, kijana akanaswa na kupelekwa ndani ya kituo cha polisi. Narapa akaenda kumwomba sana Panduswami ili kijana wake aweze kutolewa. Mshua akamweleza akihitaji kijana wake aweze kutolewa inabidi apite kwenye kila nyumba ambapo kulikuwa kuna mwanaume ndani ya hiki kijiji, aende akamkamate miguu. Kwa hatua hiyo kijana wake atapatiwa msamaha. Hiki kilikuwa ni kitendo cha aibu sana ambacho mzee alikifanya. Sinapa hakupenda kabisa, na hata kaka yake baada ya kutoka gerezani, japokuwa alikuwa akatembezewa kichapo cha kutosha, kijana akafanikiwa kumweleza kaka yake. Kitu hiki kamfanya brother naye kuweza kumaindi. Leo Panduswami kipindi ambacho alikuwa anatoka kwenye jumba la sinema, kwa kuwa nyumbani kulikuwa hakuna mtu yoyote, Munikani akafika hapa na kuweza kutembeza kichapo cha kutosha kwa Panduswami. Tena alimtembezea kichapo kwa kutumia malapa. Mzee hiki kitu kilimuuma sana, akaona hakika kijana mdogo kamdhalilisha kweli kweli. Leo anamtumia kikosi kipindi ambacho Munikani alikuwa anatoka kwenye jumba la sinema. Wakati huo usiku bwana anavamiwa na kundi la watu lisilojulikana ambalo anamtembezea kichapo cha kutosha. Sinapa anaenda kutoa taarifa nyumbani. Baada ya kurudi yeye pamoja na baba yake bila kumsahau anko wake, wanafika eneo la tukio na kukuta eneo likiwa ni tupu. Walitumia siku nyingi sana kuweza kumtafuta Munikan, lakini hawakufanikiwa kabisa kupata taarifa zozote. Washikaji baada ya kwenda kutoa taarifa ndani ya kituo cha polisi, maafande hawa kwa kuwa walikuwa nafahamu ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini pia walikuwa nakula rushwa na kumkingia kifua Panduswami, hivyo hawakufanikiwa kabisa kutoa msaada wowote. Narapa leo anapewa taarifa, bwana, mwili wa kijana wako umeweza kupatikana, tena kichwa kilikuwa kimetolewa. Yeye pamoja na mke wake hakika walilia sana kwa hiki ambacho kilikuwa kimewakuta. Maumivu aliyoyapata hakika yalikuwa ni makubwa sana, akapelekea mpasuko mkubwa sana ndani ya hii familia. Mama akawa analia tu muda wote, hata kupika chakula alikuwa hawezi, lakini pia hata baba naye akageuka kuwa mlevi wa kutupa. Mtu pekee ndani ya familia ambaye kwa sasa kidogo alikuwa anajikaza kutokana na haya maumivu yaliyoweza kutokea alikuwa ni Sinapa peke yake. Yeye alikuwa anamkumbuka sana kaka yake, lakini kimtindo alikuwa anajikaza kumtia moyo mama yake pamoja pia na mdogo wake wa kike. Leo jioni Sinapa anaondoka nyumbani tena akiwa kabeba mfuko. Mama mtu anamfuata mumewe na kumweleza ya kwamba kijana wako simuelewi, ameondoka nyumbani akiwa kabeba mfuko, ninaomba umfuatilie. Mzee baada ya kumfuata huyu kijana anamshuhudia kijana huyu akiwa kabeba pamparu mkononi, anamvizia Panduswami. Mzee ikabidi azime taa ya mtaani. Sinapa akaona hii ndio nafasi ambayo alikuwa anahitaji, akainua pamparu na kuweza kumwangamiza pale pale Panduswami. Huyu jamaa bwana ni hatari sana. Mtoto kipindi ambacho alikuwa anaondoka, genge ambao alikuwa linamfuata kwa nyuma akaamua kuweza kupiga bomu kwa mbele, mabomu ambayo alikuwa akayatengeneza na mkono. Hii ndio ilikuwa ni sababu iliyompelekea mtaalamu wetu Narapa pamoja na mke wake, bila kumsahau shemeji yake
kuondoka ndani ya hiki kijiji na kila mtu kupita katika upande wake. Halo. Doraswami pamoja na mdogo wake wakawa wanalia sana, lakini pia siku hii ya leo baada ya askari kuweza kufika hapa, wakamweleza hii kazi tuachie sisi, yule bwana mdogo tutamkamata, haijalishi ni sehemu gani ambapo ameelekea. Leo anaenda kumpatia kazi mtaalamu wetu Gampana, mwindaji maarufu sana ndani ya hili eneo, kwenda kumtafuta Narapa pamoja na familia yake, kwani walikuwa naamini ya kwamba Narapa pamoja na kijana wake Sinaba watakuwa wamekimbilia porini. Wadosi wanaanza safari, mchaka unakuwa ni mkubwa sana, lakini mtaalamu wetu Gampana baada ya kumfuatilia kwa muda akagundua huyo mtu ambaye wanamfuata kwa nyuma sio wa kawaida. Lakini mwamba kukata tamaa, akaenda kuchukua mbwa kutosha kijijini, lakini pia akachukua na mbwa ambaye alikuwa anamilikiwa na familia ya mtaalamu wetu Narapa. Mbwa huyu kwa kuwa alikuwa amezoeana sana na Sinaba bwana, anafanikiwa kuweza kuvuta harufu mpaka sehemu ambapo kijana alipokuwa amekaa. Wawindaji wanafika, lengo ni kumnasa kijana, tena walikuwa wanahitaji wamrudishe sehemu ambapo alikuwa wameagizwa, lakini Narapa hakukubali kabisa jambo hili liweze kutokea. Mtu mpole kabisa ndani ya kijiji ambaye walikuwa nadhani ya kwamba hana uwezo wowote wa kufanya mashambulizi ya hatari, lakini leo hawa wawindaji walishangaa sana, kwani muungwana alitembeza kichapo cha mbwa mwizi kwa mtu yoyote ambaye alikuwa anajaribu kumsogelea kijana wake. Hakika alitembeza kichapo cha kutosha, kitu ambacho kikampelekea mpaka Sinaba kuweza kushangaa, lakini pia kujiuliza baba yake ni nani, mbona ana uwezo ya kutosha, lakini pia akawa anajiuliza maswali, ni kivipi basi mzee aliamua kuvumilia aibu zote zile kijijini pamoja na matusi. Lakini pia kijana akawa anajiuliza maswali, ni kwa nini baba yake hakuchukua maamuzi ya kwenda kulipa kisasi kwa wale wote walihusika kumfanyia unyama kijana wake mpendwa ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Munikan. Narapa anamjibu maswali yote ambayo mtoto wake alikuwa anajiuliza. Hapa tunarudishwa miaka 20 iliyopita. Narapa alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza pombe chini ya bosi mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Shankar Rai, na mwamba alikuwa ni mtaalamu sana kutengeneza kalinya, yani endapo akiitengeneza basi inatoka ina kiwango cha hali ya juu, kitu ambacho kikampelekea Shankar Rai kuwa na pesa za kutosha, lakini pia kuwa anamsikiliza sana mtaalamu wetu Narapa. Leo muungwana anafuatwa na mtu mmoja anayetambulika kwa jina la Sinu, anamweleza ya kwamba brother, ninaomba unisaidie kuniombea kazi kwa Shankar Rai, angalau niweze kupata sehemu ya kuweza kupata chochote ambacho nitaenda kuwapatia familia yangu. Narapa anaenda kumwombea kazi kwa Shankar Rai. Mtu huyu kwa kuwa kimtindo alikuwa kasoma, anapatiwa kazi ya ukarani kwenye moja kati ya kiwanda ambacho kilikuwa kinamilikiwa na Shankar Rai. Narapa familia yake walikuwa wanahangaika sana kuweza kumtafutia mke, kwani wanawake wengi walikuwa hawataki kuolewa na muungwana, kisa alikuwa anafanya kazi kwenye kiwanda cha Gambe. Lakini leo mtoto wa dada yake na mtaalamu wetu Narapa ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Kanama anamfuata mtaalamu wetu Narapa na kumweleza kwamba anko wangu umehangaika vya kutosha kuweza kutafuta pisikali ya kuweza kumuoa, lakini mimi niko tayari uweze kunioa. Halo. Hili jambo lilikuwa ni la kawaida sana kwenye jamii yao, kwani hata dada yake naye aliweza kukubali, na mapenzi ya watu hawa wawili akawa ni motomoto kwelikweli. Lakini pia Narapa alikuwa na kaka yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Munapa. Mchizi yeye alikuwa ni mwanaharakati, yeye pamoja na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa ni mwanasheria. Wao ndani ya hili eneo walikuwa wanawasaidia raia waweze kurudishiwa ardhi zao ambazo zilikuwa zimechukuliwa kiholela na mtu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Shankar Rai ambaye alikuwa ni bosi wa Narapa. Sinu yule kijana ambaye alikuwa katafutiwa kazi na mtaalamu wetu Narapa, taratibu akauteka moyo mtaalamu wetu Shankar Rai, akapewa cheo ambacho kilikuwa ni kikubwa kidogo. Leo mtaalamu wetu Narapa baada ya kufika kwenye moja kati ya kiwanda akawa anahitaji aweze kupatiwa rupia moja ili aende akatembee pamoja na vijana wake, lakini Sinu akakataa na kumwambia maneno ya dharau. Halo. Narapa akatembeza kichapo kwa kijana mpaka bosi wao alipofika na kuweza kuamua huu ugomvi na kumpatia hiyo pesa ambayo Narapa alikuwa anahitaji, lakini Sinu akaweka kinyongo na kutamani kulipa kisasi. Siku moja penzi baina ya Narapa pamoja na bimdada Kanama lilikuwa linaendelea vizuri. Leo Narapa anaenda kumpatia mpenzi wake zawadi ya viatu. Hakika mwanadada alifurahi sana. Kwa kipindi hiki bwana cha miaka ya zamani, mtu akivaa viatu basi huyo alikuwa ni mdosi. Sinu baada ya kumwona mwanadada Kanama amevaa viatu akamweleza kwamba wewe unavaaje viatu wakati huruhusiwi, na hiyo pesa ya kununua viatu umeitoa wapi muungwana? Kwa kuwa alikuwa na hasira sana pamoja na mtaalamu wetu Narapa
akamlazimisha mwanadada abebe vile viatu kichwani, lakini pia akawa anaendelea kumtembezea kichapo. Mwanadada hakika alijisikia vibaya sana, kwani hili tukio muungwana alikuwa analifanya huku akiwa anampitisha sokoni. Haya yote alikuwa anayafanya kwa hasira, kwani alikuwa anahitaji kulipa kisasi kwa Narapa. Amesahau kabisa ya kwamba muungwana ndio ilikuwa chanzo mpaka yeye akapata kazi kwa Shankarai. Lakini Narapa baada ya kuzipata hizi taarifa akafika sokoni na kuweza kutembeza kichapo cha kutosha kwa Sinu, kisha akawafunga kwenye mti ambao ulikuwa unapatikana sokoni. Shankarai baada ya kufika akaanza kumfokea sana Narapa na kumwambia kwamba kitu alichokifanya cha kijinga. Kitu hiki kampelekea Narapa kuamini kila kitu atakachokifanya kwa bosi wake kitakuwa kina thamani kabisa, kisa tu yeye hajasoma. Halo, Narapa akaamua kwenda kujiunga kwenye movement ambayo ilikuwa imeanzishwa na kaka yake. Watu hawa kazi yao ilikuwa ni moja tu, kuweza kuangusha utawala wa Shankarai, mtu ambaye alikuwa akachukua ardhi nyingi sana za wananchi, tena bila utaratibu wowote wala kuwalipa pesa zozote. Halo, siku moja wakati wa usiku, kipindi ambacho alikuwa anaendelea na kikao cha movement zao, bwana maskari polisi wanafika hapa na kuhitaji kumkamata Munapa, wakidai muungwana anaendesha kikao cha mapinduzi pasina kuwa na kibali. Lakini Munapa anamweleza mdogo wake aende nyumbani akachukue kibali aje aonyeshe maskari polisi. Akiwa njiani anapewa taarifa ya kwamba watu wa Shankarai wameweza kuvamia kikao. Narapa anafika hapa, kaka yake anapoteza maisha kwenye mikono yake baada ya kuweza kutembezewa kichapo na watu ambao walikuwa wametumwa na Shankarai. Lakini pia baada ya kufika kijijini anakuta familia yake nzima imeweza kuteketea na moto. Halo, Narapa kwa hasira akaondoka mpaka nyumbani kwa Shankarai. Baada ya kufika akafunga mlango na kuanza kutembeza pampalu kwa kila mwanaume aliyekuwepo mbele yake, akiwemo pia Sinu, kwani huyu jamaa ndio amekuwa chanzo cha majanga yote ndani ya hiki kijiji. Halo, kuna watu hakika hawafai kabisa kusaidiwa. Baada ya hili tukio, Narapa akaondoka ndani ya hili eneo na baada ya miezi michache akafanikiwa kukutana na Basavai ambaye akamchukua na kumpeleka nyumbani na hatimaye akamfundisha jinsi ya kulima na akamtambulisha kwa mdogo wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Sundarama. Bimdada huyu kwa kuwa mpaka sasa alikuwa hajapata mwanaume wa kumuoa, hivyo Basavai akawa anahitaji Narapa aweze kumuoa dada yake. Narapa ikabidi aieleze familia hii nzima hadithi ya maisha yake, ikiwemo pia tukio alilolifanya miezi michache iliyopita. Lakini Basavai akamweleza kwamba anafurahishwa sana na kitendo alichokifanya baada ya kuweza kupotezewa familia yake nzima. Lakini pia watu hawa wakamsaidia kumpeleka mahakamani. Kesi baada ya kufunguliwa ikaonekana muungwana aliweza kufanya ile tukio kama utetezi, yani self defense. Kwa hatua hii mahakama wakampatia hukumu ya kwenda gerezani kwa miezi michache, na baada ya kutoka akafunga ndoa na mwanadada Sundarama. Hii ilikuwa ni hadithi ambayo Mshua alikuwa anampatia mwanaye Sinapa. Hakika kijana akaona baba yake sio mtu wa kawaida, yani kama aliwahi kufanya majambozi kama hayo, hakika hata haya mengine hayawezi kumshinda. Baada ya muungwana kukutana na familia yake, safari ikampeleka yeye pamoja na kijana wake mpaka mjini, sehemu ambapo alikuwa anapatikana yule mwanasheria wa mara ya kwanza ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja na kaka yake ya kuwasaidia wananchi kurudishiwa ardhi ambazo walikuwa wamezulumiwa na Shankarai. Baada ya kumwelezea kila kitu, anapewa ushauri kesho asubuhi na mapema afike mahakamani ili aweze kumsaidia. Lakini Doraswami pamoja na Rangababu wakatuma vijana wao hapa mahakamani ili kuweza kumnasa kijana wa Narapa. Wao jambo lao pamoja na Narapa walikuwa wanahitaji walimalize wenyewe, na wala walikuwa hawataki kabisa mkono wa sheria uingilie kati. Narapa baada ya kuliona ili kundi akaamua kurudi mpaka kwa yule mwanasheria wakati wa usiku na kumwelezea kila kitu, ambapo mwanasheria huyu ikabidi aweze kukutana na hizi familia mbili na kueleza Narapa amekubali kuachilia ardhi ya hekali 3 ambazo walikuwa wanazihitaji wao ili waache kabisa kumfuatilia mtoto wa Narapa ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Sinaba. Doraswami akaonekana kama vile amekubali, lakini Narapa pamoja na mke wake bila kumsahau shemeji yake, baada ya kufika tempo sehemu ambapo walikuwa wamemwacha Sinaba, wanapewa taarifa ya kwamba vijana wa Doraswami walifika hapa na kuweza kumteka huyu kijana na kumpeleka sehemu ambapo Sinaba aliweza kumwangamiza baba yao, kwani walikuwa wanahitaji na wao leo walipe kisasi. Aisee, bwana mdogo alikuwa anatembezewa kichapo kweli kweli, yani alikuwa anagombewa utadhani mpira wa kona. Narapa akafika hapa mkononi mwake akiwa akashika pamparu. Hakika akakumbuka yale matukio aliyoyafanya miaka 20 iliyopita, na leo watu wa hapa kitaani wakamjua vizuri huyu jamaa. Hakika alikuwa sio mpole.
shule. Nada akapiga pamparo vya kutosha na kumwangamiza kila mwanaume ambaye alikuwa anafanya kazi na mtaalamu wetu Dora Swam, lakini pia akamwangamiza Dora Swam pamoja na ndugu yake Rangababu, watoto wa mtaalamu wetu Pandu Swam. Kwa ufupi, familia nzima ambayo ilikuwa na ugomvi na mtaalamu wetu Nada kwa sasa ikawa imeteketea, na hata ule ugomvi ambao ulikuwa unaendeshwa baina ya hivi vijiji viwili kwa sasa ukawa umeisha. Muungwana baada ya kupona, yeye pamoja na kijana wake akaenda mahakamani, lengo ni kwenda kujisalimisha, lakini pia kesi ya mtoto wake Sinaba ya kuweza kumwangamiza mtaalamu wetu Pandu Swam akaamua yeye kuweza kuibeba ili kijana wake apate nafasi ya kuishi maisha mengine, lakini pia kupata nafasi ya kurudi shuleni. Nada anamwambia kijana wake, soma sana ili baadaye tusije tukaishi maisha magumu, kwani ukiwa na pesa wadosi pamoja na watu na vyeo vikubwa serikalini wana uwezo wa kuja kukunyang'anya, lakini pia ukiwa na ardhi nyingi vilevile watu wenye pesa pamoja na watu wenye vyeo serikalini wana uwezo wa kuja kukunyang'anya, lakini mwanangu, hakuna mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kuja kukunyang'anya elimu ulionayo. Halo, baba anamsihi mwanaye akienda shuleni asilete mchezo bali asome kwa bidii na hatimaye aje kupata cheo kikubwa sana serikalini ili aje kuisaidia familia yake. Bwana, hii filamu imechezwa kutokana na tukio lililowahi kutokea huko zamani mnamo mwaka 1985, na hii ilikuwa ni beto ya kweli iliyowahi kutokea kati ya mkulima pamoja na mdosi mmoja. Halo, lakini hatimaye mkulima akapata haki yake. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.